Rais wa Marekani Donald Trump ameibua tena mjadala mpya. Anadai kwamba Pakistan, Urusi na China wamefanya majaribio ya nyuklia kwa siri. Katika mahojiano na kipindi cha CBS 60 Minutes, Trump alisema kwamba mataifa hayo yanatekeleza majaribio kwa njia ya kificho, jambo linalofanya jamii ya kimataifa kushindwa kugundua kwa urahisi. Trump pia alidai kuwa Marekani imerejea kufanya majaribio ya silaha za nyuklia baada ya miaka 33, lakini alipotakiwa kufafanua na mtangazaji wa CBS kama alimaanisha milipuko halisi ya vichwa vya nyuklia au majaribio ya mifumo ya uzinduzi kama makombora na manuari, hakutoa majibu ya moja kwa moja na alionekana kukwepa swali hilo. Waziri wa nishati wa Marekani Chris Willett katika mahojiano na Fox News alitoa ufafanuzi zaidi. Willett alisema kuwa majaribio ya mfumo wa silaha za nyuklia yaliyotangazwa na Trump hayatahusisha milipuko ya nyuklia kwa sasa. Kauli ya Trump inakuja wakati ambapo Urusi pia inajaribu mifumo yake mipya ya silaha za nyuklia. Wiki iliyopita, Moscow ilifanya majaribio ya mifumo mipya ya uzinduzi ya silaha zinazoendeshwa na nyuklia, kombora la Bravostenik. Maafisa wa Urusi wanasema haya hayakuwa majaribio ya milipuko ya vichwa vya nyuklia, bali ni majaribio ya mifumo ya kubeba silaha hizo. Ni muhimu kutofautisha kati ya mlipuko halisi wa kifaa cha nyuklia na majaribio ya mfumo ya kubeba silaha. Ya kwanza yanahusisha kulipua bomu la nyuklia, ili hali ya pili yanahusisha kupima kombora, manuari au ndege bila kulipua bomu la nyuklia. Nchi 5 zinazotambuliwa rasmi kuwa na silaha za nyuklia chini ya mkataba wa NPT ni China, Ufaransa, Urusi, Uingereza na Marekani, kwa mujibu wa taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani Stockholm Spill. Marekani na Urusi ndizo vinara, zikiwa na takribani silaha 5,000 hadi 6,000 kila moja. Pakistani ina karibu vichwa 170 vya nyuklia. India inakadiriwa kuwa na zaidi kidogo, takribani 180, huku China ikiwa imefikia takribani 600 kufikia mwaka 2025. Kihistoria, Pakistani imefanya majaribio ya nyuklia mara 2 tu. Mei mwaka 1998, muda mfupi baada ya India kufanya jaribio lake. Mwezi huo huo, kwa upande mwingine, India imewahi kufanya mfululizo wa majaribio 3 katika kipindi cha miaka 50 iliyopita. Tangu mwaka 2000, Korea Kaskazini pekee ndio iliwahi kufanya milipuko ya nyuklia, mara ya mwisho ikiwa mwaka 2017. Ulimwenguni, Marekani na Urusi ndizo zinazofanya idadi kubwa zaidi ya majaribio ya milipuko ya nyuklia. Mashirika ya ufuatiliaji wa kimataifa yanaendelea kufuatilia kwa karibu ishara zote zinazoweza kuonyesha majaribio ya kisiri, ikiwemo Pakistani. Pakistani si mwanachama wa mkataba wa NPT, ingawa imesaini, haijaridhia mkataba wa kufunga majaribio ya nyuklia CTBT. Hivyo programu yake ya silaha za nyuklia bado ipo chini ya shaka na uangalizi wa kimataifa. Programu ya silaha za Pakistani iko nje ya uangalizi wa IAEA, ambayo inasimamia matumizi ya nyuklia kwa upande wa kiraia bila kuridhia CTBT wala kuwa mwanachama wa NPT. IAEA haiwezi kuitaka Pakistani kutoa maelezo isipokuwa Baraza la Usalama la Umoja wa Kimataifa liangazie. Majaribio ya nyuklia hugunduliwa kupitia mbinu za kisayansi kama vile vipimo vya mitikisiko ya ardhi, uchunguzi wa hewa, kutafuta mabaki ya mionzi na uchunguzi wa satelaiti
Mfumo huu unatofautisha tetemeko la ardhi la kawaida na mlipuko wa nyuklia, jambo linalofanya iwe vigumu kufichua jaribio la kulipua nyuklia. Hivi karibuni, Pakistani imeongezeka kuwa eneo lenye matetemeko ya ardhi, hali ambayo inawafanya baadhi ya wataalamu kukisia huenda kuna majaribio ya kisiri ya nyuklia yanayofanywa chini ya ardhi. Hii ni BMTV Tanzania.